Unawezaje kuingia katika ketosis? Unawezaje kuingia katika ketosis? Moja ya video zangu nilizotuma humu ndani nilishazungumzia ketosis. Nilisema kwamba ketosis ni ile hali ni hali ya kimetaboliki, ni ile hali ambayo mwili unatumia mafuta kama chanzo cha nishati badala ya wanga. Kwa hiyo mwili unapoanza kukonsume mafuta badala ya wanga, au unapoanza kutumia mafuta kama chanzo cha nguvu kwenye mwili badala ya wanga ambao tumezoea ndo chanzo kikubwa cha nguvu kwenye mwili, basi hiyo ndo tunasema ketosis. Na hii huwa inatokea pale ambapo umelimit vyakula vya wanga kwenye diet yako, na tunasema angalau utumie utumie gramu 20 mpaka 50 ya wanga per day katika chakula chako, ndo mwili unaweza ukaingia katika ketosis. Lakini pia nilisema kwamba mwili unapoanza kuchoma mafuta kama chanzo cha nishati, ini huwa inatengeneza kitu kinaitwa ketoni. Ketoni pia zinatumika kama chanzo cha nishati mbadala kwenye ubongo na kwenye misuli, na ndo maana kwenye diet moja wapo nayo isisitiza ambao ni ketogenic diet, huwa tunashauri kwenye sahani yako weka vyakula vya mafuta mengi na mazuri, yani vyakula at least 75% ya sahani yako iwe na vyakula vya mafuta mazuri kwa wingi, alafu iwe na protini kiasi, alafu iwe na wanga kidogo ambao nimesema at least gramu 20 mpaka gramu 50. Hapo ndo takuwa umeexpose mwili kuingia katika ketosis. Sasa ni vitu gani vinasaidia mwili kuingia kwenye ketosis kwa haraka sana? Hapa nitavipitia kwa haraka. Namba 1 ni kupunguza ulaji wa wanga hadi chini ya gramu 50 kwa siku. Nimeshaizungumzia hiyo. Kwa hiyo limit kabisa matumizi ya vyakula vya wanga. Acha kula wali, acha kula ugali, acha kula vyakula vya vitokanavyo na ngano. Hapa nazungumzia chapati, swike, kitambi na kadhalika. Limit kabisa mpaka asilimia mpaka gramu 50, 20 mpaka 50. Na hizi gramu 20 mpaka 50 zinatakiwa zitoke kwenye tunasema complex carbohydrate. Wanga ngumu kama vile mihogo, viazi vitamu, magimbi, maboga, ndizi za kupika na kadhalika. Kwa hiyo ukipendelea kula vyakula hivi, maana yake utauchochea mwili uingie kwenye ketosis. Lakini pia kula mafuta mengi kutoka vyanzo vya asili ambao tunasema mafuta masafi. Pendelea kutumia mafuta masafi. Parachichi, mafuta ya mzeituni, mafuta ya nazi, mafuta ya mawese, vyote hivi vinasaidia mwili kuingia katika ketosis, kwa sababu mwili ndo unavitumia, ndo unatumia hayo mafuta kama chanzo cha nishati. Lakini pia ongeza ulaji wa protini kwa kiasi kinachotosha kujenga misuli, na hapo huwa nasisitiza tumia mayai kwa wingi pamoja na nyama nyekundu. Tumia mayai ya kienyeji kwa wingi na nyama nyekundu. Unaweza ukaamua kuyatumia yakiwa yamechemshwa au yakiwa yamekaangwa, lakini kama utaamua kuyakaanga, basi yakaange kwa kutumia mafuta ya mzeituni au mafuta ya nazi. Lakini kingine, fanya intermittent fasting ambao nimekuwa nikizungumzia mara kwa mara. Jifunze kufunga kwa muda wa masaa 16 au 24. Jifunze kupunguza milo, badala ya kula chakula mara 3 kwa siku, mara 4, kula mara 2 au mara 1. Itachochea mwili kuingia katika ketosis. Lakini faida nyingine njia nyingine ya kuchochea ketosis ni kufanya mazoezi ya kawaida. Kwanza unaweza ukafanya mazoezi ya kawaida au ukafanya mazoezi ya nguvu ya kunyanyua vitu vizito, au ukafanya cardio exercise. Itachochea sana mwili kuingia kwenye ketosis. Lakini kingine, kunywa maji mengi ya kutosha ili kusaidia kuondoa sumu mwili, na hapo huwa nasisitiza kunywa maji yenye chumvi ya mawe. Kunywa maji yenye chumvi ya mawe itakusaidia sana kuimarisha afya, sasa afya ya mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia punguza stress kwa kufanya meditation, fanya yoga, pumzika vya kutosha,
fanya mazoezi mengi ya kusababisha mwili ndani yako kuwe kutulivu zaidi kuliko kwenye mazingira ya nje.